Basi asante sana wababa wa kivita na historia ya dunia. Asante sana wote ambao basi mmeendelea kutufuatilia. Utapiga 0762 155025 ili kuweza kuunganishwa moja kwa moja na kundi la baba wa kivita na historia ya dunia, kupata maarifa na taarifa, kupata mambo mengi tu yanayoendelea kuishangaza dunia. Lakini kikubwa ni kwamba taarifa juu ya kifo cha kiongozi mkuu mwenye mamlaka na mwenye madaraka, namzungumzia Ayatollah Khamenei. Utakumbuka ya kwamba lengo kubwa, mpango mzima wa taifa la Mungu, ama wakati mwingine wanaliita kama taifa la shetani, nikimaanisha Israeli, ni taifa ambalo limekuwa likipambana sana kuondoa uongozi wa juu. Utakumbuka upande wa Hezbollah, chama cha Mwenyezi Mungu, ama kikundi ambacho kipo mahususi au maalumu kwa ajili ya kupigania basi mambo ya Mungu, uongozi wote wa juu ulipata kuondolewa. Utakumbuka pia vile vile chama kikundi cha Hamas, wabishi hawa watabe na watata wa pale Gaza, na wenyewe pia vile vile uongozi wote wa ngazi ya juu pia ulipata basi kuweza kuondolewa vivyo hivyo. Utakumbuka pia hata baadhi ya viongozi wa watoto wa Ali Hassan Houthi, nazungumzia wa Houthi, wabishi wa ukanda wa Bahari Nyekundu hapo Yemeni, pia vile vile viongozi wao wa ngazi ya juu pia wachache waliweza pia kuondolewa. Na pia vile vile utakumbuka mpango wa Marekani chini ya bwenyenye mwenye asili ya Ujerumani, namzungumzia Donald Trump, akishirikiana basi na ndugu yake, sio mwingine, namzungumzia Benjamin Netanyahu ama Netapaka. Mpango wao mkubwa ilikuwa ni kuondoa ama kuua viongozi wa ngazi za juu. Utakumbuka kwenye vita vya siku 12 kati ya Israeli na Irani vya mwaka 2025 mwezi wa 6, utakumbuka ya kwamba viongozi zaidi ya 12 wa ngazi za juu kabisa wa Irani walipata basi pia kuondolewa. Utakumbuka pia vile vile kifo cha mtata jemedari kamanda mkombozi huyu wa wanyonge pale Mashariki ya Kati, ambaye tunamzungumza mtu ambaye alifanya makubwa sana kwenye jeshi la Irani la RBC ama the Quds, namzungumzia Qasim Soleimani, naye aliuawa huko Baghdad miaka kama sio 4 basi 5 iliyoweza kupita. Tukumbuka basi mpango mkubwa wa Israeli na Marekani ilikuwa ni kuua viongozi wote ili kuweza kubadilisha utawala uliopo, na vivyo hivyo mpango huo, kwa sababu wanajua fika ya kwamba Irani imekaa katika engo mbaya, Irani imekaa katika sehemu mbaya kiasi kwamba huwezi hata siku moja kuivamia Irani, kwa sababu ya geographical location ya Irani imekaa vibaya, na hamna mtu ambaye aliwahi kuingia pale Irani basi akaweza kutoka salama kulingana na Irani ilipo. Irani iko sehemu mbaya mno, na pia vile vile kulingana na jeshi la Irani na nchi ya Irani ilivyo. Kwanza kuna jangwa kubwa, kuna milima mikubwa, unaingiaje pale Irani na unatokaje pale Irani? Utakumbuka pia kwamba kwa hiyo Marekani mpango wao mkubwa na operation yao hii ya sasa hivi ni moja operation kubwa pia kuwahi kufanywa katika historia ya dunia, nikimaanisha kwamba Marekani na Israeli walifanya operation ya kwanza ya kuweza kushinikiza ama kuangamiza ama kuharibu vinu vya nyuklia, ikiwemo Isfahani, ikiwemo Chafodo, ikiwemo na vingine vingi tu, kuweza kudhoofisha utawala ama kuzuia urutubishaji au utengenezaji ama uboreshaji wa uranium mbeleni huko, basi mabomu ya nyuklia. Lakini nadhani mashambulizi yale ambayo Marekani aliyafanya kwa kumsaidia Myahudi kwa kutumia B_,
B_2 moja ndege kubwa kabisa ya kisasa ya kivita ya Marekani, ndege gharama kubwa mno, lakini pia vile vile mashambulizi yale hayakuweza kuzaa matunda. Utakumbuka pia vile vile vikao mbalimbali wamekaa hapa katikati kuweza kujadili, lakini Irani amesema kwamba hawezi kuacha kurutubisha basi uranium, lakini pia vile vile hawezi pia kuacha kuboresha ama kutengeneza mabomu yake ya nyuklia. Kama vile vile itoshi, hawezi pia vile vile kukabidhi rasilimali zake zote basi kwa Marekani, na pia vile hawezi kufanya jambo lolote ili kuweza kumridhisha Marekani. Kwa kifupi ni kwamba siku ya leo ni kwamba imetangazwa rasmi na baadhi ya vyombo mbalimbali vya habari, bado hajathibitika rasmi kutoka vyombo vya habari ndani ya Irani, isipokuwa watu wa magharibi maeneo tofauti wamekuwa kama kana kwamba wanashangilia kwamba Ayatollah Khamenei aga dunia. Hii kutokana na mashambulizi ambayo yamefanywa basi na Marekani tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026, kwamba mashambulizi yale makubwa basi yameondoka na mtata na kiongozi mwenye msimamo, kiongozi huyu ama imamu huyu, kiongozi mwenye madaraka na mamlaka, namzungumzia kiongozi wa Washia ulimwenguni kote. Basi inasemekana kwamba ameuawa na makombora ama mashambulizi ambayo yalifanywa na serikali ya Israeli kwa kushirikiana na mshirika wake mkubwa, namzungumzia Marekani. Bado taarifa hizi hazijaweza kuthibitika inavyotakiwa, isipokuwa ni kwamba taarifa zimekuja katika vyombo vya habari vya magharibi na baadhi ya maeneo Mashariki ya Kati vikiripoti ya kwamba Ayatollah Khamenei basi amekwisha uawa ama amekwisha tangulia huko mbele za haki. Akifa Ayatollah Khamenei anakuwa amekufa shahidi, maana ni moja kwa moja peponi, kulingana na basi na baadhi ya mila na tamaduni na itikadi za Kiislamu. Nasema kwamba akifa basi Ayatollah Khamenei anakufa kama shahidi. Kwa taarifa nyingi zinaripoti kwamba Khamenei amekwisha uawa, Khamenei amekwisha uawa, na ndivyo inavyothibitika hivyo, lakini bado hatujasikia lolote kutoka upande wa taifa basi la Irani kukiri ama kuthibitisha kwamba Khamenei atupo naye tena, isipokuwa baadhi ya viongozi wakubwa wamezungumza kwamba Khamenei bado yupo hai, bado anaishi, lakini bado uongozi wa Israeli na uongozi wa Marekani umeendelea kuthibitisha kwamba Khamenei amekwisha uawa. Ni masikitiko makubwa ya kwamba yale ambayo watu wengi walikuwa wanaamini kwamba hawezi kutokea amekwisha tokea, na wengi tumekuwa na wasiwasi, na mimi niliandika mapema sana ya kwamba Khamenei amekwisha uawa, japo baadhi ya watu wakasema Mpoki ni muongo, imepanda imeshuka, lakini Marekani, Israeli basi na washirika wake kwa lugha nyepesi wamekamilisha yale ambao walikuwa wanategemea ya kuweza kumwangamiza ama kumuua Khamenei, kiongozi mwenye mamlaka na madaraka, kiongozi mkubwa kabisa duniani, heshimika na hitajika, amekwisha uawa. Na kifupi tu ni kwamba unaweza ukaona kama ni stori za kuigiza au kama ni simulizi za Abunuwasi, lakini ndio hivyo tena. Khamenei basi amekwisha uawa, amekwisha lambishwa mchanga, na ni lile shambulizi la kwanza kabisa, lile shambulizi la kwanza kabisa walilofanya Myahudi pamoja na Marekani, ambao mwisho wa siku baadhi ya waandishi wa habari wakasema kwamba tunatoa taarifa za uongo. Mimi nisema kwamba taarifa hizo za uongo. Khamenei ameuawa, akasema hapana, Mpoki siku hizi utakuja kujisushia heshima yako bure, natoa taarifa za uongo. Lakini fahamika kwamba tayari Khamenei amekwisha uawa. Ni masikitiko makubwa, ni simanzi duniani kote. Kila mtu amebaki mdomo wazi, kwa sababu hakuna anayeamini taarifa hizi, lakini ndio ukweli huo ya kwamba basi kiongozi wetu mpendwa, kiongozi wetu ambao amesimama kwa muda mrefu kuongoza taifa la Irani, kiongozi wetu ambao ameifanya Irani kwa Irani ilivyo leo hii,
ni kwamba tayari amekwisha uawa. Kwa taarifa hizo, usiku tulikuwa hatujalala wengine mpaka saa 8 tukisubiri uthibitisho kamili. Vyombo mbalimbali vilianza kutoa taarifa mapema sana tangu tu shambulizi la kwanza lile. Baadhi ya watu walisema kwamba ameuawa, lakini bado dunia ikawa haiamini vizuri, kwa sababu bado ilikuwa haijathibitika. Waliomuua ndo waliothibitisha kwamba Khamenei ameuawa, lakini serikali ya Irani ilikuchukua muda kidogo ya kwamba kutangaza kwamba ameuawa. Walikaa kimya kwa muda mrefu, lakini walikaa kimya pengine kujithibitisha na kupanga safu za uongozi ili kuweza kutangazia umma ya kwamba kiongozi wao mpendwa yupo tena, kwa sababu ya mashambulizi. Na ndio maana kumbuka, mashambulizi yalikuwa makubwa sana na makali sana dhidi ya Israeli, makali sana dhidi ya kambi za Marekani, makali mno dhidi ya washirika wa Marekani, lakini kumbe zilikuwa ni hasira ya kwamba ya kuthibitisha kwamba liko jambo limefanyika.